Wa ka'ayyin min ayatin, ni ngapi katika dalili mbalimbali za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min al-ayati wal alamati dalla ala wujudi llahi jalla wa ala wa wahdaniyatihi, yani ni ngapi katika alama, miujiza, dalili mbalimbali zinazofahamisha juu ya uwepo wa Allah. Yani ukigeuka huku unaona uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tazama ile miti kule, tazama majani yanavyoanguka, tazama yanavyoota mengine, tazama mvua inavyonyesha, tazama mbingu zilizosimama bighairi amadin, hazina nguzo yoyote iliyoshikilia. Wewe unajenga kibanda kidogo tu cha nyumba au kibanda kieneo, halafu kuna nguzo 2, 3, 4 zimeshikilia roof, paa. Allah amesimamisha mbingu, hutazunguka ukakuta kuna nguzo, kuna mahala zimeshikia. Yatosha kwa mwenye kutazama akaona utukufu na uwepo wa Allah uliothabiti. Ukijitazama wewe mwenyewe nafsi yako, unaona uwepo wa Mwenyezi Mungu ndani yako. Tazama vidole vyako vilivyokaa, tazama mkono wako una alama zimekatwa hizi, huku kuna 81, huku kuna 18 ya Kiarabu. Mkono wa kushoto una nambari 8 ya Kiarabu na huku kuna nambari 1, unapata 81 kushoto. Ukitazama mkono wako wa kulia kuna nambari 1 ya Kiarabu na nambari 8. Kumna ngapi? 18. Chukua 81 jumlisha na 18 ngapi? 99. Asmaullahi ta'ala, majina ya Mwenyezi Mungu 99. Ukitazama wewe mwenyewe sura yako, miguu yako, kimo chako, mwenendo wako, kutembea, unaangalia katika kichwa chako kuna nywele zinaota, ukikata zinakuja nyingine. Halafu ukipasua kichwa ndani hukuti kama kuna mashina ya nywele huko, labda zinatoka ndani huko zinakuja juu. Unaangalia kucha zako zinavyoota. Ukikata hapa juu kidogo kwenye ngozi, hutaona ndani kuna fupa la kucha, gamba labda zinatoka huku ndani, kisikata zinakuja. Anaendesha Allah yote hayo, anatuonesha Mwenyezi Mungu kama sisi hatuoni. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, hawamwangalii ngamia jinsi alivyoumbwa? Muangalie ngamia sasa kaumbwaje, sio muonekano tu vile. Ana maajabu. Katika mnyama mwenye maajabu ngamia hata akae miaka mingapi hawezi kuingiana na mtoto wake. Mnyama mwingine anaweza kujamiiana na mtoto wake bila hata kujali, lakini Allah alivyomuumba ngamia wa maajabu na miujiza, hata uwachanganye kwenye banda, uweke miaka mingapi huyu kule na huyu kule, kutokea siku uwachanganye, basi hawezi yule akaingiana na mamake. Na aya hizi ziko nyingi. Allah anatuonesha katika Qur'ani tuone ule uwepo wake mbinguni, ardhini. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Awalam yarau ila at-tayri, hawaoni wale ndege wale fawqahum, juu yao, saffatin wa yaqbidun, wanakunjua mbawa, wanakunja. Ndege kule juu ukitazama wanakunjua mbawa, wanakunja. Ma yumsikuhunna illa arrahman, hakuna kinachowazuia wao wasianguke kikawaendesha wao wakawa wanakwenda vile, illa arrahman, isipokuwa Allah mwingi wa rehma. Kwa hata wale ndege wakipita mbiliwili, wakipita kunguru, wakipita njiwa, zuarde na wengine kule juu, wewe watakiwa usome kitu pale, muone Mwenyezi Mungu ndani yao, iwe ni alama ya kukukumbusha kuna Allah. Wasingeweza kuruka vile. Si ndege tu hawa, twende kwenye teknolojia. Ndege hizi, ndege zinazoruka, unatoka hapa Tanzania saa hizi saa 3 usiku ushafika Marekani. Hapo lazima tumtazame Mwenyezi Mungu ndani yake, iwe ni alama, sio ujanja wa wazungu.
Wazungu wamepewa ilmu ndogo na Mwenyezi Mungu wakayafanya yale, lakini Mwenyezi Mungu akiamua ile ndege na ujanja wao na teknolojia zao na uimara wa akili zao, ile ndege iruki tagoma tu.